Naitwa Subira Kaswaga, ni meneja mawasiliano Mamlaka ya Serikali Mtandao iga. Mamlaka ya Serikali Mtandao iga ina jukumu la kusimamia matumizi ya TEHAMA ndani ya serikali, na lengo ni kuhakikisha utendaji wote wa serikali unafanyika kidijitali, lakini pia huduma zote za serikali kwa wananchi zinapatikana pia kidijitali. Tuko hapa katika maonesho ya 88 mwaka 2026 hapa Dodoma, na tumeshiriki kwa lengo la kutoa elimu kwanza kwa wananchi kuweza kuifahamu Mamlaka ya Serikali Mtandao ni nini na ina majukumu gani, lakini pia wananchi waweze kujua wakati dunia inapiga hatua katika masuala ya teknolojia, taifa lao, yani kwa maana nchi yetu sisi wa Tanzania tunafanya nini ili kuhakikisha tunaenda sambamba na teknolojia zinazokuwa duniani. Sasa ikumbuke kwamba iga imepewa jukumu la kusimamia TEHAMA ndani ya serikali. Kwa hiyo kupitia jukumu hili sasa tunatengeneza mifumo mbalimbali inayotumika ndani ya serikali kwa ajili ya kusaidia utendaji kazi ndani ya serikali, lakini vile kuwasaidia wananchi kupata huduma hizo kidijitali. Sasa labda swali linaweza likawa kwamba kwa upande wa maonesho haya ambayo yamejikita zaidi kwenye kilimo, tuna mchango gani katika sekta hii ya kilimo? Katika sekta ya kilimo tunashirikiana nayo kwa karibu sekta ya kilimo katika kuhakikisha kwamba inakuwa kidijitali. Tumeshirikiana nayo katika maeneo mbalimbali ikiwemo ujenzi wa mifumo mbalimbali inayotumika katika sekta ya kilimo, na miongoni mwa mifumo ambayo tumeshirikiana nayo ni pamoja na mfumo wa iKilimo ambao tumeshirikiana na Wizara ya Kilimo. Mfumo huu unaiwezesha Wizara ya Kilimo kupata taarifa mbalimbali za wakulima, kwa maana kujua idadi ya wakulima, lakini pia ni kama dirisha moja la utendaji kazi katika taasisi zote zilizoko chini ya Wizara ya Kilimo, na vile inaisaidia kupitia mfumo huu unaiwezesha wizara kuweza kusimamia taasisi zake. Pamoja na hayo ni kutoa vibali mbalimbali vya kilimo. Kwa hiyo kwa watu wote wanaohusika na kilimo, nadhani wanaweza wakawa wako vizuri kuelewa mfumo huu wa iKilimo, lakini tunaonesha tu kwamba wananchi kwamba katika sekta ya kilimo basi na sisi kama iga tuna mchango wetu kwa kushirikiana na wizara hii ya kilimo. Lakini vile tumeshirikiana na Tume ya Maendeleo ya Vyama vya Ushirika katika kutengeneza mfumo wa usimamizi wa vyama vya ushirika ambao unaitwa MOVU. Mfumo huu unasimamia uendeshaji wa vyama vya ushirika, na lengo ni kuhakikisha huduma zake au utendaji wote wa vyama vya ushirika kwa maana usimamizi na utendaji wake unafanyika kidijitali, lakini pia kumsaidia mkulima kuweza kufahamu anapowasilisha mazao yake, yani kuweza kujua soko, kuweza kujua mazao yake na pindi atakapouzwa, ili aweze kuwa na zile taarifa za uwazi kwamba nimepeleka mazao yangu kiasi fulani na ameuza kiasi fulani, kwa na mimi nitapata kiasi fulani. Kwa kupitia mfumo huu unaweka uwazi katika ndani ya vyama vya ushirika, lakini pia kwa wanachama wenyewe wa vyama vya ushirika pindi wanapouza mazao yao. Na mpaka sasa hivi katika mfumo huu wa vyama vya ushirika ni zaidi ya vyama 6000 vya ushirika ambavyo vimesajiliwa katika mfumo huu. Kwa hiyo hata yale mapato, kama kulikuwa kuna changamoto ya upotevu wa mapato, kwa hiyo sasa hivi hiyo changamoto haipo tena kupitia mfumo huu wa MOVU. Lakini pia tumeshirikiana na Mamlaka ya Usimamizi wa Mbolea TFRA kutengeneza mfumo wa usimamizi wa mbolea ambao unaitwa Fertilizer Information System FIS. Mfumo huu unaiwezesha TFRA kusimamia wazalishaji wote na waagizaji wote wa mbolea ndani na nje ya nchi, lakini pia unawezesha kuangalia mwenendo wa soko la uuzaji wa mbolea, kwa hiyo na kudhibiti ule mfumuko wa bei ya mbolea. Kwa kama TFRA itapotoa bei elekezi, kwa maana serikali inapotoa bei elekezi ya mbolea, basi TFRA wana uwezo wa kufuatilia kupitia mfumo huu kuona wauzaji wa mbolea wamezingatia yale maelekezo ya serikali, yani wanauza mbolea katika ile bei ya elekezi au wameongeza bei kwa maana ya kupata faida zao, kwa sababu tunajua wafanyabiashara wanalenga kupata faida kubwa. Kwa hiyo inawasaidia sasa, inaisaidia serikali kuweza kudhibiti soko la mbolea, kwa hiyo na kuwawezesha wakulima kupata mbolea kwa bei elekezi,
na wao kuendeleza vizuri kilimo chao na hatimaye kupata faida. Kwa upande wa kilimo tumeshirikiana na sekta hii kama ambavyo nimeelezea, lakini vile vile tunaendelea kushirikiana nayo katika matumizi ya mifumo mbalimbali mingine ambayo sio ya kilimo moja kwa moja, lakini inahusu utendaji kazi ndani ya serikali, kama vile matumizi ya mfumo wa barua pepe za serikali kwa maana Government Mailing System GMS. Taasisi au sekta zilizoko katika zinazohusika na kilimo zinatumia pia mfumo huu, lakini pia mfumo wa e-office kwa maana ya ofisi mtandao unatumika pia na sekta mbalimbali za kilimo. Kwa hiyo kwa leo tulikuwa tunatamani kuwaelezea wananchi ili waweze kufahamu jitihada tunazozifanya katika sekta ya kilimo, hususan katika kipindi hiki cha 88, na tutumie fursa hii kuwakaribisha wananchi wote wanaopita katika viwanja hivi vya 88 hapa Dodoma kuweza kutembelea banda la Iga, kuweza kufahamu tunafanya nini na tuna mchango gani katika sekta ya kilimo, lakini pia katika maeneo mbalimbali. Wakipita hapa tutawaelezea na tutawaonesha ni namna gani sasa mamlaka ya serikali mtandao inalenga kutimiza azma ya serikali ya kuijenga serikali kidijitali. Karibu tuijenge serikali kidijitali.